Walillahi alhamdu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali na fadhili zake mbalimbali, hasa juu ya neema ya al-iman wal-islam. Neema ya imani na Uislamu ni neema kubwa sana kwa muumini wa dini ya Kiislamu. Idhan kila siku anapaswa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika jumla ya neema ambazo leo ningependa nizizungumzie zaidi ni neema ya ujana. Ujana ni neema, ujana ni rasilimali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemtunuku mwanadamu kwamba anazaliwa, kisha baada ya kuzaliwa anakuwa kwa hatua kadhaa mpaka anafikia ujana, na baada ya ujana kuna utu uzima, kuna uzee, kuna ukongwe. Lakini mechi iko hapa katika ujana, ni rasilimali kubwa sana ambayo mtu ataulizwa. Katika jumla ya mambo ambayo ataulizwa muumini wa Kiislamu, an shababihi, juu ya ujana wake, kwamba kwa kuwa ujana ndio rasilimali, ndio nguvu kazi, sisi kama Waislamu tutaulizwa juu ya ujana, kwamba tuliutumiaje ujana wetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipitia ujana, na katika maisha yake yote ya ujana alikuwa akisifika ala annahu as-sadiqul amin qabla risalati an-nubuwah. Kabla hajapewa utume, jamii ya Makka, Makuraish na kufaru al-Arab na wachache waliomuamini baadaye, Mtume sallallahu alaihi wasallam walimtazama kaannahu as-sadiqul amin au annahu as-sadiqul amin, kwamba alikuwa ni mkweli na ni muaminifu. Hapo kabla hajapewa utume alikuwa na sifa hizo. Sasa kijana wa Kiislamu anatakiwa apambike na tabia za Kiislamu na akhlaqi za Kiislamu, kwa sababu kama nilivyosema kwamba ujana ni neema, na Mwenyezi Mungu anasema thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, mtaulizwa siku ya kiyama juu ya neema mbalimbali ikiwemo neema ya ujana. Vijana katika wakati tulionao leo, Uislamu unawategemea sana katika kuipigania dini yao, katika kuitetea dini yao, kuilinda dini yao tukufu ya Kiislamu. Uislamu unategemea vijana. Na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib walikuwa ni vijana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wengine kina Khalid na wengine waliopigania Uislamu wakiwa ni vijana, na Uislamu uliwategemea sana vijana katika mazingira mengi kabisa. Sasa tuje katika wakati tulionao ambapo aadaul Islam, maadui wa Kiislamu, wamewalenga sana vijana, kuwatumia vijana, kuharibu vijana ili waweze kufikia katika malengo yao. Wanalengwa vijana kuharibu makarimul akhlaq, kuharibu tabia zao, kuharibu fikra zao. Kumekuwa na ghazwul fikri, psychological war, vita za kifikra zinaelekezwa kwa vijana, hasa vijana wa Kiislamu. Na ulimwengu huu wa utandawazi, al-aulama, globalization, ulimwengu huu ni ulimwengu ambao unamtafuta kijana, na hasa kijana wa Kiislamu. Wakifanikiwa kumshika kijana wa Kiislamu, wakamtoa katika dini yake, wakamtoa katika culture na thaqafa na tamaduni yake, ni dhahiri kwamba watakuwa wameshinda. Kijana wa Kiislamu akiwezekanwa akatiwa mkononi na utandawazi huu ambao ulio dhidi ya Uislamu na Waislamu, maana yake adau ulislamu watakuwa wamefaulu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa utandawazi hauna dhambi, hauna kosa,
Utandawazi ni katika hadhara wa taqaddum, ni katika maendeleo ya kibinadamu ya maisha. Sasa Muislamu jukumu lake kama kijana wa Kiislamu autumie utandawazi limanafi' alislam, kwa ajili ya manufaa ya Kiislamu, autumie utandawazi kwa ajili ya jamii yake inayomzunguka. Wakati watu wabaya wakiutumia utandawazi au wakitumia mitandao dhidi ya ufisadi, kuharibu tabia na maadili ya watu, kijana wa Kiislamu anatakiwa aiokoe jamii, aiokoe familia, aokoe jamii ya Kiislamu kuzama katika yale ambayo aadaul Islam na wale waharibifu katika ulimwengu wanataka wafikie malengo yao. Kijana wa Kiislamu unatakiwa utanabba kwamba una familia, una jamii iliyokuzunguka, una dini yako. Umeutubiaje ujana wako, nguvu yako umeitumiaje kwa ajili ya Uislamu? Leo ukiangalia mathalan mlango wa utandawazi, mambo ya teknoloji haya, mambo ya habari, dunia ya leo, vita kubwa iko katika eneo hilo, kwamba mshindi ni yule ambaye atacheza vizuri na mambo haya. Sasa kijana wa Kiislamu anatakiwa naye ajipange, asikubali kuzamishwa katika fasad, katika maasi, katika uovu ambao aadaul Islam, maadui wa Uislamu wanakusudia. Kijana wa Kiislamu, sisi bahati nzuri kwamba kila kitu chetu ni ibada. Al-ibadatun ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yarda. Ibada ni jina ambalo linakusanya yale yote ayapendayo Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kijana wa Kiislamu, kuvaa kwako ni ibada, kutembea kwako ni ibada, kufanya kazi kwako, kazi yoyote unayoifanya ni ibada, mahusiano yako na vijana wenzako ni ibada, kwenda shule, kwenda kusoma ni ibada. Kila unalolifanya kijana wa Kiislamu kwako ni ibada. Hata unaposhika simu yako sasa unaanza kuchat, unaanza kuongea, elewa uko katika ibada. Ukitumia mtandao huo kutuma kitu chenye madhara, fitna, uadui, maasi, umetumia teknoloji hiyo katika jambo lenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, umetumia hiyo hadhara wa taqaddum vibaya. Yani maendeleo aliyokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umeyatumia vibaya. Kwa hiyo mtandao huu ni lazima tuutumie kinyume na wanavyotaraji aadaul Islam. Wakati wao wakitaraji kwamba wataeneza maharibiko, machafuko, umwagaji wa damu, sisi kwetu kama Waislamu iwe ni tofauti. Unajua Uislamu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika mfumo wa maisha ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyouridhia ni Uislamu. Kwa maana Uislamu ni mfumo kamili wa maisha, ni akmalul adyan, ni dini iliyokamilika kuliko dini zote, min kulli nahia, katika kila upande. Ukiangalia min nahiyati siyasia, Uislamu una siasa yake, sio siasa hii ambayo tunaiona leo. Ukiangalia min nahiyati al-ijtimaiya, Uislamu una namna yake kijamii. Ukiangalia min nahiyati al-iqtisadiya, Uislamu una namna yake, namna gani watu watajenga nchi yao, uchumi wao. Sio kama nchi hizi za kisekula, hata uchumi ambao utakuwa na dhambi na laana, haujali, alimradi tu taifa limeingiza mapato. Lakini katika Uislamu ni akmalul adyan, ni mfumo ambao Muislamu umemkamilikia. Sasa kama umemkamilikia, ni lazima aone kila anachokifanya, kila hatua ni ibada. Yale tunayozungumza kila siku yanachukuliwa na yanaandikwa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Muislamu hata mazungumzo yake, matendo yake ya kila siku ni ibada, na yanaandikwa na yanasajiliwa. Sasa kijana wa Kiislamu anapokuwa katika mtandao, anapokuwa ameshika simu yake, yuko katika ulimwengu huo wa teknoloji, anatakiwa maisha yake yote aangalie masalih al-Islam
masalih al-insan, angalie masalih ya dini yake, angalie maslaha ya kibinadamu. Asikubali kijana wa Kiislamu kutumika kwa maslahi ya watu wengine. Kijana wa Kiislamu hawi mzembe. Kijana wa Kiislamu haburuzwi. Kijana wa Kiislamu ni mtambuzi, anatambua mambo, wala hawezi kutumika. Huwezi kumtumia katika mambo ambayo hayana masalih, hayana maslah fi dinihi, katika dini yake, wala hayana maslahi fi dunia, katika dunia yake, wala hayana maslah fi ukhra, katika akhira yake. Kijana wa Kiislamu hatumiki. Sasa wakati huu tulionao, adau Uislamu wanawalenga sana vijana. Vijana wa Kiislamu wanatakiwa walitazame jambo hili kwamba sisi tuna viongozi ambao ni ulama, ambao ni wanawazuoni. Bahati mbaya sana adau Uislamu wamefika mahala hata kushusha hadhi ya viongozi wa Kiislamu ili ionekane kama vile Waislamu hawana viongozi. Na ukiwa na umma ambao utakiri kwamba hauna viongozi ambao ni kudwa wa kufuatwa, maana yake umma huo umekufa na hauna maana, kwa sababu utakosa mtu wa kutengeneza umma huo katika maadili, katika akhlaq, katika yale ambayo ayapendayo Allah subhanahu wa ta'ala. Na vijana ndio taifa la leo na kesho pia, na utambulisho wa taifa lolote lile, taifa lolote, ni yale makarim al-akhlaq, tabia njema, ni maadili yao. Ahmad Shauqi Amiru Shuara alisema innama al-umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu, kwamba umma wowote ule, taifa lolote, maadili yake, utambulisho wa kwamba hili ni taifa lililostaarabika ni yale maadili. Ikiwa maadili yatakuwa hayapo kwao, ni sawa na kusema hilo taifa halipo, taifa hilo limekufa. Yani kama una taifa la vijana 90% hawana maadili, hawana makarim al-akhlaq, hawana tabia nzuri, wamekosa kabisa sifa hizo, maana yake ni kusema hilo taifa limekufa. Ndipo pale unaweza kuona vijana wanaweza kujiingiza katika mambo ya uhalifu, wakapora mali za watu, wakachoma haki za watu, wakaharibu watu, wakadhuru watu. Ni kwa sababu watu wamekosa maadili. Sasa taifa likikosa maadili, lolote linaweza kutokea. Wanaweza kufanya chochote kwa sababu ya kukosa maadili. Sasa kijana wa Kiislamu anatakiwa atofautiane sana na kijana mwingine yote, kwa sababu dini yetu imekamilika katika maadili, na sisi siku zote tunatanguliza zaidi akhira. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, kwamba akhira ni bora kwako kuliko dunia. Lazima ufanye kitu limaslahati al-akhira, kwa ajili ya maslahi ya akhira. Kama unajitoa damu yako, unatoa heshima yako, iwe lillah wa likalimati i'la'illah, hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kununua na kwa ajili ya kunyanyua jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isiyo kwa ajili ya dunia. La, dunia mazra'atun lil akhirah, tuko hapa ili tulime kwa ajili ya kutufaa akhira. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu hawezi akatumika kuharibu mali za watu, kumwaga damu za watu, kufanya fasadi katika nchi. Hasha wakalla, huyo sio kijana wa Kiislamu. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu wana sifa zao, ndio wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifia, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ashabul kahfi walikuwa ni vijana amanu bi rabbihim, waliomuamini Mola wao kisawasawa, wazidnahum huda, na tuliwazidishia uongofu. Kwa hiyo walikuwa na imani, kwa imani yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa uongofu. Kwa hiyo shababaka kabla haramik, tumia ujana wako vizuri kabla ya ukongwe wako. Ujana ni rasilimali, na utaulizwa juu ya ujana wako. Uliusaidia vipi Uislamu wako? Ulisaidia vipi jamii yako? Ulisaidia vipi nchi yako? Allah Subhanahu wa Ta'ala tubariki.
juu ya neema hii ya ujana, na atuwezeshe kufanya yale ambayo ayapendayo na kuyaridhia siku zote. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.